tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumepata alama moja kwa maana ya mchezo wetu wa kwanza wa ugenini. Tumepata alama moja. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tunaondoka hapa tukiwa tunaamini kuna michezo 28 imebakia. Ni michezo ya kwenda kujipanga, kuangalia tunarudi vipi kwa nguvu kubwa katika mchezo wa 3 wa ligi tuweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo, na Sokoine imeendelea kuwa pitch ngumu na Mbeya City imeendelea kuwa wapinzani wagumu kama historia ambavyo inaonyesha. Mwenyekiti, mbele ya macho yako ukweli kwa kufanya mashabiki wamesimama wakiimba ondoke atumtaki. Hili linawapa ujumbe gani? Tumewasikia mashabiki wakiwa wanaimba hizo nyimbo, tumewasikia mashabiki wakiwa wanapiga hizo kelele, lakini uongozi wa Africans bado uko kwenye mchakato wake wa tathmini. Ikihitajika maamuzi kufanyika yatafanyika, lakini so far bado tunarudi kwenye meza ya tathmini kuangalia wapi tulipo na wapi tunakwenda, na kila mtu anafanya mashabiki wanafanya kazi yao, uongozi unafanya kazi yake, wachezaji wanafanya kazi yao, na basi kuna wachezaji, kila mtu anapati yake. Wao tusiwe na kwa upande wako wewe binafsi wamekaa nyuma Mbeya City kwa muda mwingi wa mchezo. Picha ilikuwa ruhusu ya kucheza, tumestruggle kwenye aina yetu ya kucheza, tutaingiza strikers wawili short baada ya 10 za mwisho, angalau tukaanza kuwa na kwenye box la mpinzani. Kwa hiyo technically walikuja mpango mzuri wa defend na umewasaidia kupata alama moja, sio alama moja, tunasema alhamdulillah. Ali wakati timu ikiwa inapata matokeo bado kuna wachambuzi na watu walikuwa wanazungumza kusema kocha. Leo baadaye wapiga ramli leo wanaweza kuwayumbisha kwa namna wapiga ramli, achana nao. Sisi hata miaka ya nyuma tulianza ligi tukafunga Mbalali na EF. Kwa issue sio nyakati. Issue ni timu ilikuwa sasa hivi na matokeo kweli atakuja tu. Yaani Yanga isingeweza kwenda isitoke sare wala isifungwe. Tulikuwa tunajua tu kuna siku itakuja mechi tutapata sare, kuna mechi itakuja Yanga itafunga. Lakini mpira ndio bora. Mwaka tunaofungwa na EF ilikuwa ni mechi ya wapi? Kwa mechi ya 3 ya 4 tulikuwa vile vile. Kwa ni football, wala isionekane kwamba kuna mtu alipiga ramli ndio kapatia. Ndio football iko hivyo. Tulikuwa tunajua kuna siku Yanga itaangusha alama, na hiyo siku imefika leo hapa Sokoine kwenye mchezo wa pili. Na tunasema alhamdulillah kama kuna sehemu za kuimprove. Ukipata mapema picha hiyo, tunarudi kwenye meza ya tathmini na kwenda kuimprove. Matokeo yale labda mashabiki wa Africans wanaweza kuingia na pressure kama tusanani. Unaweza kuamini mashabiki hakuna haja ya kuwa na pressure. Ni mechi ya pili ya ligi, bado michezo 28 ya ligi ya kucheza. Bado kuna mechi nyingi mno zimebakia. Hii ni mechi ya pili leo na tuna pointi 4, hatujafungwa. Tumeangusha tu alama 2, tumepata alama 1. Kwa hiyo tuna room ya kuimprove kwenye michezo ijayo. Kwa hiyo tuwe watulivu, tuendelee kupanga mikakati yetu na inshallah tutazidi kuwa bora. Hadi mchezo unaofuata ni unaingia kwenye break ya FIFA, alafu tunakwenda kimataifa. Tunakwenda Malawi, Lilongo dhidi ya Silver Strikers. Muda mchache sana wa kujiandaa kutokana na hichi kinachoendelea. Kipi kinaendelea? Wewe mbona kama unataka majibu yako? Nini kinaendelea? Huu vipi? Kwa sababu umesema timu inaendelea kuhitaji muda, lakini huo muda tukiangalia kiuhalisia ni kama bado haupo. Tumepata alama 1 leo. Si ndio? Hatujapoteza mchezo. Kuna siku za kupumzika hapa, baadaye tutakwenda kwenye mechi ya kimataifa. Kwa tuendelea kujipanga. Yote tuendelea ni kipi? Mbona kama watusemea? Mimi nawashukuru sana ndugu zanguni, na muwe na safari njema Florida.